Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu akubariki kila ambaye umeweza kupata fursa katika siku ya leo kuhudhuria hapa katika nyumba yetu ya ibada, mahala pa kutafakari maneno ya Mungu kwa faida yetu sisi kiroho na hata kimwili. Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kukutia hamu ya kupenda kufuatilia, kuhudhuria, kujipatia neema ya mafundisho makuu ya ufalme wa Mungu. Tuombe, halafu tutakwenda kutafakari kuhusu dhana nzima ya ukafiri. Tutakwenda kumtazama kafiri siku ya leo, tumuelewe vizuri kafiri ni nani, na kumshauri aweze kujitambua na kuepuka. Na wewe na mimi, wewe dada, wewe baba, wewe mama, sote tulio mahali hapa, na hata wale ambao wanatufuatilia katika chaneli kupitia njia ya online. Kwa kuwa tumezoea kusikia neno kafiri 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 kafiri, halafu watu wanakuwa wanaelewa kwa mtazamo wao tu, ambao mara nyingi inakuwa ni duni. Watu wanakuwa wanajua hilo neno jinsi wanavyowazawaza tu, lakini kumbe unakuta hawalielewi vizuri. Kafiri ni nini? Kafiri ni nani? Kwa maana neno la Mungu, maandiko matakatifu ya Mungu yanamfahamu kafiri, yanamfahamu kafiri na yanamuongelea. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, hilo ndilo jina lako milele. Wewe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ndiwe Mungu wangu mimi. Wewe ndiwe Mungu wa dada huyo, tena wewe ndiwe Mungu wa kaka yule, nawe ndiwe Mungu wa baba huyo, na wewe ndiwe Mungu wa mama huyo. Wewe ndiwe Mungu wa watoto wote waliopo mahali hapa wakifuatilia injili yako katika nyumba yako hii ya ibada, na katika hao wanaofuatilia katika njia ya mtandaoni. Mtakatifu Baba mbinguni, nakusihi katika jina la Yesu Kristo hai, fumbua macho ya rohoni na masikio ya rohoni, vikawezeshe macho ya mwili na masikio ya mwili kupata kusikia na kuelewa kile ambacho wewe Yehova yile, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Elia, Mungu wetu, Mungu wa wote ambao wanakukubali na wanakukataa, kama ambavyo ilivyo na haitabadilika, ili mtu huyo, sisi sote kwa pamoja, tafakari hii itokayo katika maandiko yako matakatifu ikaweze kueleweka na kufafanulika vizuri, ili kusudi ikaweze kuwa faida kwetu sisi na hata yenye kukuletea maslahi wewe uliyetumba kwa makusudi, ili kwamba tukupendeze, tuenende katika njia zako. Lakini wengi tumeishi katika kupotoka na kuzifuata njia ambazo ni za upotevu. Ndio sasa Yehova ile, kupitia neno hili ukawatoe watu wengi katika njia ya udanganyifu, ukawarudishe katika mstari uliomnyofu uelekeao kwako, wewe Mungu wa Ibrahimu, kwa Isaka, Mungu wa Yakobo, ambao wewe ndiwe Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunakuomba tukiamini, amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Wapendwa, acha neno la Mungu litatuongoza katika kutafakari mambo haya. Angalia neno la Mungu, kabla hatuja kwenda moja kwa moja kwenda kumtazama kafiri, linatufundisha kwa hekima ya Roho Mtakatifu kupitia mafundisho na injili zilizokwisha kuhubiriwa, halafu tunazifanyia marudio. Injili zile injili za Luka, injili za Mathayo, injili za Marko, ambapo hizo injili zote ni injili za Bwana wetu Yesu Kristo.
hata kama ipo ile ambayo tunaita ni specific, yani yenyewe ni ya kupoint direct kwamba hii ni ya Yesu Kristo moja kwa moja, ile ambayo imeandikwa katika Marko, lakini kila injili ni ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kabla hatuja kwenda kumpoint, kumtunga kidole moja kwa moja na kumgusa moja kwa moja kafiri, ili kusudi aweze kujielewa, halafu akashtuke na abadilike, acha kwanza tutafakari haya yafuatayo. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Wakorintho. Kila mmoja afungue kitabu cha Wakorintho, katika Wakorintho wa kwanza kwenye sura ile ya 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Halafu tuangalie mstari wa 12. Ningependa kukusomea kuanzia mstari wa kwanza, lakini kwa sababu ninafahamu yaliokuwa naongelewa nitakugusia tu, halafu wewe ukitaka kuelewa vizuri, hii ndio itakusaidia wewe kuwa msomaji wa Biblia. So niwe nakusomea kila kitu na kutafunia tu na meza, hapana. Itakupunguzia wewe chachu ya kupenda kusoma maandiko matakatifu ya Mungu. Acha sasa ndio upate hamu ya kuja kutafuta muda wa kusoma wote. Mimi nitakusomea Wakorintho wa kwanza sura ya 10, halafu nitaongelea mstari ule ambao ndio nimetaka kukutazamisha kabla tujaenda kumwongelea huyu mnafiki, huyu kafiri. Ndio mnafiki tu mwenyewe. Saa nyingine anaza sio mnafiki, kwa sababu mnafiki ni mtu anayefanya kitu ambacho anakijua. Lakini hawa makafiri wengine wanakuwa ni wale ambao Yesu Kristo alisema Baba wasamehe kwa sababu hajua litendalo. Lakini hakuna kafiri mbaya kama yule ambaye anajua nalo litenda. Huyo yeye manake sasa ana kiburi na ni hatari sana kwake. Heri kwako wewe uliyekuwa kafiri na haujui. Leo utajua kwamba wewe ni kafiri, halafu utatubu. Kuanzia leo utakuwa sio kafiri tena. Bwana Mungu akitujalia tutaomba pamoja na wewe ili kusudi uweze kurekebisha mwenendo wako, usiwe kafiri tena. Ni jina baya sana, nimekaka kama vile tusi, lakini ukiwa ni kafiri haiepukiki, wewe ni kafiri tu, labda mpaka utubu uondoke katika huo kafiri. Haleluya. Yeah. So nafanya marudio ya kupasoma kwa sababu naona umeshapasoma. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12 panasema hivi: kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Narudia, kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Nitatafakari kidogo hapa pana maanisha nini. Yeye Paulo mtume wakati anaongea na Wakorintho aliwatazamisha hawa Wakorintho kuhusu vizazi vilivyotangulia. Alikuwa anaongea na Wakorintho kuhusu wazazi wao, mababu na mababa zao, ambavyo walikuwa wakienenda katika njia zisizofaa. Halafu katika kule kuenenda kwao katika njia zisizofaa, Mungu akawa anachukia hata anawaangamiza. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba hao, kwa maana walikuwa wanaabudu miungu, walikuwa wanaabudu sanamu. Unaona, walifanya mambo mengi sana. Kwanza walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa na mchukiza Mungu kwa kuabudu sanamu. Ndio ibada za miungu. Inawezekana na wewe unaabudu sanamu na unaweza kuwa unajua au haujui. Kwa maana ukiwa unaabudu katika njia yote ile sio sahihi, manake unaabudu sanamu. Ikiwa wewe sio mfuasi sahihi wa Yesu Kristo, ile ibada yako yote ile unayoabudu manake ni sanamu. Ule muungu ambao wewe unauabudu kwa jina lolote ile ambalo unaupatia huo muungu, kama hauabudu katika njia sahihi aliyoiagiza Bwana wetu Yesu Kristo, manake huo ni muungu, na muungu wowote ule ni sanamu. Kama wewe umetawaliwa na mambo mbalimbali ya dunia hii,
tamaa za ulimwengu huu zikakutawala akili yako yote, ukajikuta huko ndiko akili yako imezama zaidi kuliko kuzama kwa kutamani uokovu au kumtamani Yesu Kristo au kutamani ufalme wa mbinguni. Manake wewe maisha yako yamefanyika kuwa sanamu. Ina maana kama wewe ni mpenda pesa kuliko kumpenda Mungu, kama wewe ni mpenda anasa kuliko kumpenda Mungu, vile vitu vimevyouteka moyo wako vikayashika mateka maisha yako ukazama huko, vile vitu vimefanyika kuwa sanamu kwako, kwa maana unaviabudu wewe bila kujua. Hawa sasa Mungu aliwaangamiza mara kadhaa kwa sababu walikuwa wakiabudu sanamu kama wewe. Wewe, sisemi yule pale ambaye haabudu, nasema wewe hapo wewe. Unanielewa vizuri? Ubadilike. Unaweza kuabudu sanamu na huku wewe ukijidhania kwamba uko sahihi, na unadhani kwamba si sanamu, unaamini kwamba ni Mungu, au unadhani si sanamu bali ni vile vitu wanaita sijui interest, sijui ni hobby. Wewe unadhani ni hobby au ni interest, kumbe tayari ndio imefanyika sanamu kwako. Umeona hicho kitu? Yale mambo ambayo tunaita hobby au interest, lakini yamekuteka moyo wako, ndiyo hayo. Tafakari yako daima iko tu kwa hayo mambo. Ndio furaha yako, ndio amani yako, ndio utulivu wako. Yani unaona kama kwako ndio baraka. Na baraka si Mungu, wala matumaini. Furaha yako si Mungu, wala si neno la Mungu, wala si Yesu Kristo, bali hayo mambo ni sanamu kwako. Sasa hawa walimchukiza Mungu sana, hawa wa Korintho. Paulo kabla hajaenda kuwafundisha ili waweze kupaona hapo, washtuke. Unaona? Wakamuudhi Mungu kwa kuwa watu wenye tamaa sana, tamaa za vitu vya dunia hii, kupenda mali, tamaa tu za kila aina, vitu vya uasherati vikawatawala sana, vikawachukulia muda na akili, vikawadominate hata wasimkumbuke Mungu, hata wasimpe Mungu nafasi ya kwanza. Ikageuka ni ibada sana mkwao. Na wewe inawezekana vitu kama hivi vya ulimwengu huu vimekuteka, kupenda pesa sana, anasa za dunia, uko ndiko kuangamia. Hata kabla Mungu mwenyewe hajasema kwamba amekuja sasa, amechukia, ni wakati wa kukuangamiza, unaishi ukiwa umeshaangamia. Epuka, na Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yanasema kwamba hata walikuwa wakimjaribu Mungu. Mungu hajaribiwi. Neno Mungu linahimiza kabisa kwamba Mungu hajaribiwi wala hadhihakiwi. Kama ambavyo yeye mwenyewe hamjaribu mtu, naye hajaribiwi. Unaona? Walimuudhi kwa namna nyingi. Ndio Paulo akaamua kuwatembelea hawa watu wa Korintho, awafundishe ili wasiendelee kumuudhi Mungu kama mababu zao na mababa zao. Maisha mabaya ambayo Mungu anachukia kabisa, kama zile tabia za wana wa Israeli za manunguniko. Mungu hapendi manunguniko. Ndio maana maandiko matakatifu katika Biblia takatifu hii, katika kitabu ambacho sikukitayarisha lakini nafahamu maandiko hayo yapo, yanasema yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Vitu vya mashindano ni hatari sana. Vitu vya manunguniko ni hatari sana. Hata kazi ya Bwana fanya bila mashindano, fanya bila manunguniko. Ukiwa umeitwa kuifanya kazi ya Bwana, usipende kunungunika. Fanya kwa moyo mmoja, furahia kazi unaifanya. Mshukuru Bwana kwa kazi hiyo. Fanya kazi ya Bwana, si kwa mashindano. Acha kuhubiri Injili, kupiga gombo kwa makusudi ya kumshinda fulani. Wapo wahubiri anaweza kabisa hata akakwazika,
akihudhuria ibada mahala, alafu kukawepo mtumishi wa Bwana akapiga injili, akahubiri, watu wakabarikiwa, watu wakafunguliwa, watu wakaponywa, miujiza ikatendeka, mbingu zikafunguka, watu wakauona uso wa Bwana. Isitoshe, hata yeye mwenyewe huyo mhubiri akaona kabisa mkono Mungu, akaona kabisa hapa kazi ya Bwana imetendeka kweli kweli. Lakini mhubiri huyo anakwazika, anaumia, kisa anaangalia kwa nini huyu bwana leo ametumiwa sana kuliko ambavyo mimi huwa natumiwa? Mbona hakuna siku hata moja nimewahi kutumiwa na Bwana nikahubiri injili kubwa nzito yenye msaada mkubwa ambayo imepokereka yenye matunda makubwa kama hii? Mbona haijatokea? Kwa nini? What for? Anaweka viulizo, anaanza kuweka viulizo. Why? Kwa nini huyu? Kwa nini? Anaanza kumchukia. Mashindano, manunguniko, kila kitu usifanye kwa mashindano na usifanye kwa manunguniko. Lakini hawa walikuwa watu wa manunguniko sana. Bila shaka walikuwa wamejawa hata na mambo ya mashindano, kama ilivyo hata hivi leo watu wanaishi kwa mashindano. Utakuta watu wanavaa nguo kwa madhumuni tu waonekane wako smart zaidi ya fulani. Nguo zipo ili tuvae, tusitembee uchi. Hata kama unavaa ili upendeze, vaa ili upendeze, ili ufurahi, ujisikie raha ukijiangalia. Nguo nzuri bwana. Nimependeza kweli. Ukijiangalia niko vizuri kwa kweli. Hii nguo inanipendeza. Usivae ili kusudi umzidi fulani kupendeza. Sasa umzidi ili weje? Halafu ndio ikusaidie nini? Wewe take care. Itakusaidia nini? Moyo wa mashindano ni moyo mbaya sana. Biblia takatifu inakataza kutenda mambo kwa mashindano. Jambo lolote lile, liwe la kimwili, liwe la kiroho, acha mashindano. Acha mashindano. Huo ulikuwa ni mfano. Neno la Mungu linasema kwamba jiangalieni ninyi mjidhaniao kuwa mmesimama, msije mkaanguka. Narudi kwenye aya ambayo tumeanza nayo. Somo letu hili ni la makafiri. Tunaongelea habari ya makafiri na bado hatujaenda kufanua kwa kina zaidi kwa nini somo la leo inamaanisha kafiri. Lakini hii mistari ina relationship kubwa sana na habari ya makafiri hao. Watu ambao wako kinyume na Mungu, wako kinyume na Bwana Yesu Kristo, watu ambao wako pagani. Hawa ndio wanafiki. Watu wasiomjua Yesu Kristo, wasiomkubali Yesu Kristo kama jinsi alivyo, ndio wanafiki. Tutaona ndio wanafiki. Watendao mambo kwa mashindano hao ndio wanafiki. Watu wa manunguniko hao ndio wanafiki. Ndio makafiri. Lakini kiusahihi kabisa tutamwona kafiri hasa ni nani. Japo kwa hizi sifa zote ni zake kafiri huyo. Usiondoke hapa mpaka umuelewe vizuri kafiri ni nani. Tuingie basi katika kitabu cha Wagalatia. Wale ambao Yesu Kristo aliwahi Paulo mtume aliwahi kuambia kwamba ni nani aliwaroga? Mbona hamna, mko kama vile hamna akili? Yaani aliwashangaa sana kwa kuona jinsi ambavyo walianzaga safari vizuri. Lakini walianza kwa roho, lakini wanataka kumaliza kwa mwili. Kitu ambacho ni upumbavu wa hali ya juu sana, utahira. Yaani just like an insane. Unaanza safari yako vizuri, halafu unataka kuimaliza vibaya. Ni bora uanze vibaya ukamalize vizuri bwana. Paulo akawashangaa sana, jamani, hivi kweli vichwa vyenu ni vizima? Hakukusudia kuwatukana wala, ila ilimuuma Paulo mtumishi wa Bwana. Hawa Wagalatia. Tuone sasa. Katika Wagalatia, fungua sura ya 6. Wagalatia sura ya 6. Halafu mimi nataka nikusomee
kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 7, lakini kuna mara ambapo nitaenda kupazungumzia, ila ninapenda sana nisome mpaka huo mstari, kwa maana kwamba ndio itakuwa tamu zaidi. Tega masikio ya rohoni, siseme haya. Tega masikio ya rohoni usikie, yani hii issue uisikilizie hapa inside the heart, ipite hapa kwenye ufahamu mpaka hapa, ndio haitatoka tena. Andika aya hii. Simaanishi kwenye karatasi, andika rohoni tena. Bwana akubariki. Nasoma kwa jina la Bwana. Ndugu zangu, mtu akigafirika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane mizigo, narudia mstari wa 2, mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Lakini kila mtu na ipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Andika rohoni hizi aya. Lakini mimi na wewe, sahi, dakika hii, sekunde hii, wakati huu, fursa hii, katika Injili ya leo, nataka tutafakari hii aya inayosema, hii aya ya 3 ya Wagalatia sura ya 5, Wagalatia sura ya 6 na mstari wa 3. Hapo ndio napopataka. Panasema hivi, maana mtu akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Sasa iko hivi, makafiri wapo, tena ni wengi sana, tena wapo katika dini mbalimbali. Utawakuta katika Wakristo, utawakuta katika Waislamu, utawakuta katika wale ambao wanaitwa kwamba ni wapagani, wakati kuna mtu mwingine anaweza akawa anajidhani ni Mkristo lakini kumbe ni mpagani tu. Mwingine anajiita ni Muislamu lakini kumbe pia ni mpagani. Mwingine anajiita sijui madhehebu gani lakini ni mpagani tu. Mpagani imesimama kiroho, haijasimama kimwili. Kitendo cha wewe kujulikana kwamba unaingia katika nyumba fulani ya kuabudia hakikuondoeko sababu ya wewe kuweza kuitwa mpagani, kuitwa kafiri. Mpagani ndio. Kwa maana mtu anatambulika kuwa Mkristo kiusahihi kabisa kwa sababu ya ukweli wa huo Ukristo uliomo ndani yake, au ukweli wa wokovu uliomo ndani yake. Mfano, kama wewe unajiita ni Mkristo, na hata kama unahudumu kanisani, hata ni mtumishi, unaitwa ni mtumishi wa Mungu, lakini hauishi utakatifu, wewe ni mpagani. Kiroho ina nguvu sana kuliko kimwili. Kama wewe ni picha ya Mkristo lakini si Mkristo kweli kweli, maanake wewe ni mpagani. Halafu kama wewe sio Mkristo, unaabudu dini nyingine yoyote ile hapa duniani, maanake wewe automatically wewe ni mpagani. Na mpagani huyo ni kafiri. Na hususani kama
hasababishiwi na ujinga wa kutokujua. Kama ni kiburi na jeuri hasa, huyo anakuwa ni kafiri. Kwa maana kafiri, tunavyokwenda kutafakari zaidi hapa katika hili somo, tutakuta kwamba kafiri ni mtu yeyote yule ambaye hamkubali Kristo, hamtii Kristo kama jinsi ambavyo inatakiwa, hamheshimu Yesu Kristo kama jinsi ambavyo tunaagizwa, anayemchukulia Yesu Kristo kivingine tofauti na ambavyo ilivyo katika uhalisia wake. Ina maana huyo mtu anakuwa ni kafiri. Tutaona katika maandiko matakatifu hizi aya zote zinamhusu kafiri, lakini tutafika tunakoelekea ili ukaelewa vizuri kuhusu huyo kafiri. Katika maandiko ya matakatifu haya ambayo tulikuwa tunasoma hapa katika hii Wagalatia sura 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7, kuna kitu ambacho haya maandiko yanataka kutufundisha. Ni wale watu ambao huwa wanajihesabia haki na kuwahukumu wengine. Unakuta labda ni kanisani, mtu fulani akijitazama, akijichunguza mwenendo wake, anajiwekea vema, mimi niko hivi, mimi niko sawa, mimi nimeokoka bwana, mimi ninasali kila Jumapili sikosi kanisani, mimi ninatoa sadaka, kwanza mimi ninatoa hata 10, tena huwa natoa pesa nyingi, pia mimi ninaimba kanisani, mimi ni mwanakwaya, istoshe mimi ni mwinjilisti pale kanisani, mimi ninahubiri, tena nikihubiri watu wanasaidiwa, mwingine mimi ni pastor. Haya, mwingine unakuta mimi sinywi pombe. Unakuta ni wale wafarisayo. Yule mfarisayo alisimama hekaluni, na kushukuru Bwana kwa kuwa mimi si kama hao wengine. Ndio hawa. Hili neno la Mungu linataka kuongelea hawa watu wenye ni wepesi wa kwenda kujihesabia haki na kujiona wanafaa mbele za Mungu na kuwahesabu watu wengine kwamba hawafai. Wasijua kwamba kwa hilo tu peke yake tayari wanakosa, ni waenda motoni, kwa sababu wanahukumu. Na neno la Mungu linasema kwamba usihukumu usije ukahukumiwa. Neno la Mungu hapa linasema kwamba mtu yeyote miongoni mwenu akigafirika, mumrejeze kwa upole, mkijiangalia ninyi wenyewe nafsi zenu, msije mkafanyaje, mkajaribiwa. Umeona hicho kitu? Kuna mazingira mengine katika maisha ya utakatifu ni mazingira hatari sana. Ukimwona mtu ambaye amepotea, usikimbilie kumhukumu na kumsuta na kumsema vibaya na kumdharau na kumkebehi na kumtenga na yani unamdisqualify, halafu wewe unajiqualify. Who told you? Hiyo ni dhambi moja mbaya sana. Tena hiyo inakufanyia kitu kinachoitwa kukuzubaisha, distraction, spiritual distraction. Hiyo inaweza kukusababisha wewe ujikute huko kujifikiria kwako kwamba uko vizuri, ndio kunazidi kukudimiza, kisha kuna kuangamiza kiimani, kuna kumaliza kabisa, unakuwa totally finished. Halafu kumbe huyu ambao unambeza, mwisho wa siku eventually unakuja kukuta ndiye anahesabiwa angalau kuwa haki mbele za Mungu kuliko wewe. Hivyo nafikiri nakudanganya? Ulizia, utaambiwa. Si ulizie. Ukifikiri mimi nakutania, kwani mimi ni binamu yako? Au ukifikiri kwamba mimi nina elimu labda ndogo, kwanza huyu bwana ana degree ngapi katika neno la Mungu? Hivi kwanza hivi ana degree hata 2. Hivi kwanza hivi hata diploma alimaliza. Kazi kwako. Hapa sisemi kama mimi. Hivi vimidomo hapa saizi vinatumika kama speaker tu. Yupo ambaye yuko ananena saizi. Msikilize. Mheshimu huyo. Ni yule aliye juu. Hii Wagalatia sura 6 mstari wa 1 mpaka mstari wa 7 ni fundisho moja zuri sana. Linawaonya watu ambao huwa wanajihesabia kwa wao
tayari wako okay, wako vizuri. Halafu wanabaki sasa, hata kama ni kwenda kanisani, ni kwenda kuhudhuria tu, kwa sababu tayari wanajithibitisha, tayari wako zizini, tayari wako na Yesu Kristo, tayari wako na Bwana, tayari Mungu anawapenda, tayari mbinguni yao, tayari hawana mashaka. Sawa, kutokuwa na mashaka ni vizuri, lakini jiangalie. Neno mnasema usije ukajaribiwa. Hata katika huo utakatifu wako, humo kuna hatari ya kuanguka kwako. Ukiwa mtakatifu, ukiwa umeokolewa, ndani ya wokovu wako huo ndipo kuna hatari kubwa sana wewe kuanguka chini. Take care. Chukua tahadhari. Ukipata bahati ya kuokolewa, mshukuru Bwana. Hilo ni la kwanza. La pili, kama ulikuwa unaomba mara 7, basi anza kuomba mara 7 mara 70. Kwa maana hata jitihada za shetani kukuangusha wewe zitaongezeka. Kwa hiyo hata nguvu uliyoitumia hapo awali kuja kupata wokovu, japokuwa sana sio nguvu yako, lakini na wewe unaweza kuwa ulikuwa na kamchango fulani. Ile nguvu ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na nguvu ambayo wewe unapaswa kutumia kwa sasa. Kwa maana jitihada za shetani kutafuta kukuangusha wewe katika miaka ile ulivyokuwa hujaokoka zilikuwa ni 1% chache ukilinganisha na za sasa. Hivi ulikuwa hujui? Haya, bora umejua kuanzia sasa. Mungu akusaidie. Kwa hiyo wewe ujidhania kwamba umesimama, ujiangalie usije ukaanguka. Na wakati mwingine hili neno linatufundisha kujua kwamba kuna wakati unajidhania kwamba umesimama, kumbe kuna mahara ambapo unajidanganya. Haujasimama, labda umechuchumaa tu, labda hujakalisha tu chini, labda makalio, lakini labda umechuchumaa tu, alafu unadhani kwamba umesimama. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo uwe macho sana. Unaweza wewe ukajidhania kwamba umesimama, kumbe hata ile imani ambayo uko unaiendea ni imani ya kujidanganya. Labda hata kanisa unaloabudu ni kanisa ambalo haliongozwi vizuri na Roho wa Bwana. Ndani yake kuna power ya shetani, halafu wewe haujagundua na haujui, na labda hautaki kujua. Roho wa Bwana kujalie kujua. Haleluya. Sema amina Bwana. Acha uchoyo. Hiyo amina si kwangu, ni kwa Bwana Yesu Kristo Mungu. Sikiliza. Twende katika kitabu ambacho huko tutaweza kuona mambo. Lakini kabla ya mambo yote, kabla hatujaenda huko, umeelewa nini vizuri kuhusu hili swala la hii aya ya 3 ya Wagalatia sura 6 na mstari wa 3? Umeelewaje? Hebu weka katika mind yako hili neno siku zote za maisha yako, kwamba inawezekana kumbe mimi kuna wakati naweza nikakaa chini hata nikaanza kumshukuru Mungu kama yule Mfarisayo, kwamba nakushukuru Bwana, ulinijalia kwa neema yako, mimi nikakujua. Asante Bwana kwa sababu umeniokoa. Yehova nakushukuru kwa sababu ulinitoa dhambini. Nakushukuru kwa sababu Bwana hapo zamani nilikuwa sikufahamu. Sasa hivi ninajua kukuabudu. Ninakufahamu wewe Yehova. Ninajua hata kukutolea sadaka. Ninajua hata kufunga kwa maombi. Ninaweza hata kukutumikia. Ukamshukuru Mungu. Ukatoa hata shuhuda. Hata hizo shuhuda zikasaidia watu. Na wewe ukawa katika maisha yako unamuona Bwana kabisa. Halafu umejaa furaha kwa sababu unasikia kabisa kwamba unamjua Bwana. Lakini ndani ya huko kumjua kwako Bwana na huo wokovu wako, ndani yako kumbe kuna jengeka kakitu ambako wako kakitu kanafanana na kiburi, kule kujiamini, ule ujasiri. Haya sasa, uko kujiamini, huu ujasiri vinapindukia ndani yako, halafu unaanza kujisikia kama vile unapanda, kichwa kinapanuka, kifua ndio hicho kinaongezeka kwanza moyoni. Unakuwa kama vile ngano ambayo imewekewa amira ambayo ni amira bora, inavimba. Halafu unataka kufika mara ambapo sio pazuri katika maisha ya kiimani. Halafu wewe
tayari unaanza kuwa hivi ambavyo tumemaliza kufafanua hapa sasa hivi. Unaanza kujiweka katika nafasi bora. Mimi ni bora. Ukiona unaopita hapo unasema huyu si kama mimi. Huyu hakuna. Huyu sidhani kama hata anafunga kwa maombi. Mimi niko vizuri. Mimi niko bora. Mimi ninafunga kwa maombi Mimi mbele za Mungu sio kama huyu. Mimi sio kama fulani. Mimi mbele za Mungu ni mtu wa pekee. Unaanza kujikweza. Unajisikia moyo unavimba. Hata kama unakutana na watu kanisani, mnasalimiana, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Hata ukikaa kanisani unaangalia, huyu ni mlevi, huyu si kama mimi. Mimi sinywi pombe bwana. Hivi hawa mbona hawahudhuria hata maombi ya kanisani? Mimi nahudhuria maombi kila wakati bwana. Mimi bwana, mimi ni kipenzi cha Mungu. Mimi sio kama hawa bwana. Unaangalia vitu vingi sawa. Halafu bwana, mimi bwana ni mwimbaji. Mimi nina kipawa cha kuimba. Mimi nikiimba utukufu wa Bwana unashuka bwana. Mbona fulani akiimba mimi sionagi kama utukufu wa Bwana unashuka? Mimi nikiimba nyimbo za kuabudu, ninaona Mungu kabisa kama anashuka, namuona ndio huyo hapo. Utukufu unafurika ndani ya nyumba ya Bwana. Lakini hawa wengine wakiimba, mbona kama vile ni kutimiza tu wajibu. Wala sioni hata kanisa likichangamka. Mambo kama hayo. Unakuepo hapo, unakaa unatafakari. Saa ingine unawaza, hivi Yesu atarudi lini? Hivi angerudi leo tu mimi nikajiendea mbinguni bwana. Asijaga kakawia, akajikuta nimeanguka, hata nimetereza, nikajikuta naenda motoni. Unaona wakati mimi nilikuwa nimejitahidi niko vizuri aise. Mungu bwana, aise. Yaani unakaa, unajisikia okay. Kuna furaha ndani ya wokovu. Lakini angalizo, umakini sana ndani ya utakatifu. Unajiona wewe ni kitu. Huko ndio kujiona wewe ni kitu. Unakaa unaangalia, hivi mbona hata katika mambo ya utoaji mimi hapa sioni watu kama wanatoa sadaka kama mimi. Mimi ni mtoaji aise. Mimi natoa sadaka aise. Mimi sio kama hawa wapi. Mimi natoa sadaka bwana. Kwanza angalia, imetangazwa harambee, wengi wametoa 1,000, lakini mimi nimetoa 10,000. Lazima nibarikiwe. Mungu lazima nibariki. Wewe unamjulia Mungu wewe? Unamjulia? Unajuaje kama hao waliotoa 1,000 hakuna ambaye ametoa 1,000 na alikuwa amebaki na 1,000 hiyo alafu nyumbani hana hata 100? Lakini wewe umetoa 10,000 ila benki una 1,000,000. Wewe unajuaje kama Mungu hata mbariki huyo kama alivyombariki yule mama mjane kuliko alivyowabariki wale matajiri? Wewe uwe macho. Wewe ujidhaniaye kuwa ni kitu na si kitu. Angalia sana. Hebu tujijengee tabia ya siku zote kujiona kwamba sisi si kitu. Kwa vyovyote vile ilivyo, daima tujione kwamba sisi tumepungukiwa. Mungu atatulavu yu. Mungu atatupenda. Mungu atakupenda. Atakuzidishia na zaidi na zaidi na zaidi. Mimi ndio nakueleza ule ukweli. Mambo mawili. Angalieni ninyi mjidhania kuwa mmesimama, msije mkaanguka. Unatembea katika imani fulani. Unajiamini kabisa kwamba uko katika mtiririko mzuri. Unajengeka mpaka na kiburi ndani yako. Unajiona wewe ni wa Bwana. Mimi ni wa Bwana Yesu Kristo. Mimi nimeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Mimi sio kama hao wengine. Sawa, umeokolewa, lakini huwezi kujua kwa sababu mwenye kuhukumu sio wewe. Kwani wewe ni jaji? Jaji si Yesu Kristo. Kwani akija kuhukumu au akija kuamua kwamba wewe ndio unaenda mbinguni, wewe utaenda motoni, wewe utaenda motoni, akisema kwamba huyu ambaye wewe unamfikiria kwamba yeye hajaokoka kama wewe ndiye aende mbinguni, halafu akasema kwamba wewe uende motoni, wewe hivyo utaleta ubishi? Niambie, utabishana naye? Wewe angalia angalia rafiki yangu, spiritual revolution mission, utume wa mapinduzi ya kiroho katika nyumba ya Bwana hii.
katika mtandao kwenye anga la Yesu Kristo, Muumba wa mbingu na dunia, huko online ambapo watu wana watch mafundisho haya matakatifu. Yeye ndiye hakimu, yeye ndiye mwamuzi, kila kitu yeye ndiye anafanya. Kwa hiyo hutampangia wewe. Akikwambia fuata njia hii ya kushoto, nenda kaingia katika lile ziwa la moto, usitegemee kwamba atakupatia nafasi ya kusema kwamba hebu jieleze kwa nini unataka kukataa kwenda huko. No. Utakwenda tu. Utakwenda kama unapenda na kama hupendi utakwenda. Kwa hiyo jishushe, atakukweza. Jishushe, atakukweza. Hata kama unajidhania kabisa au unahisi una uhakika wewe ni mtakatifu, hebu tafakari moyo wako. Vitu vinavyotufanya sisi kuwa wenye dhambi ni vingi. Utamudhi Bwana hata kwa mawazo, utamudhi Bwana hata kwa maneno, utamudhi Bwana hata kwa kushindwa kutimiza wajibu wako. Wewe ni mhubiri mzuri, lakini je, unajihusishaje kuwasaidia wenye shida? Lakini je, wewe wajibu ule unamfahamu Kristo yeyote ule unautimizaje? Hivi wewe unawatazama yatima na wajane? Kwani si ndio dini iliyo safi? Au tukasome tupaache? Unawatazama wajane na yatima? Unawatazama wewe? Wewe muumini mzuri, ujidhania kuwa umesimama. Angalia, usipotimiza ya kupasayo, kama mtu uliokolewa, una mambo mengi ya kupasayo, likiwemo hilo. Unalitenda? Kama ulitendi, je, haujapungukiwa? Sasa dini yako ni safi au sio safi? Ni chafu. Dini hiyo nayo iongelea sio ile kanisa lako kule, sijui ni Moravian, sijui ni Assemblies of God, sijui ndio Pentecost, sijui nini. No, hiyo dini iliyo safi iko hapo, dini ya rohoni. Kwa hiyo wewe unaweza kujidhania uko sawa, kumbe uko sawa. Hautendi dhambi za matendo, lakini mawazoni hapa wewe ni jizi, wewe ni muuaji, wewe ni kahaba. Yani wewe kila uchafu umo. Tamaa za uasherati zimekulemea, umeshashindwa kuzishinda, zimekutawala katika mawazo. Haufanyi utekelezaji kimwili, lakini hapa zimeshakumaliza. Una chuki ile wanaoita kwamba sumu ya fira hii kinywani mwao, inatembelea hapa. Kama ungalikuwa na uwezo, ingekuwa ni kitu rahisi kwako. Kila siku ungekuwa na rara umeua mtu mmoja, unamuondoa duniani, japokuwa haujaua hata mmoja aondoke. Wewe ni muuaji, japokuwa haujaua, lakini wewe ni muuaji. Dhambi nyingi. Wewe ni mwizi. Hivi wewe unatoa sehemu ya 10 kwa Bwana kwa usahihi kabisa, pamoja na kwamba ni muumini mzuri, unaomba sana, unahubiri sana, una vipawa vingi vya Roho Mtakatifu, lakini je, haumwibii Bwana? Wewe si ni jizi kuliko acha wanabomoa maduka, my friend. Labda ni bora hata na jizi linabomoa maduka, linaiba, linazurumu watu, halafu katika vile ambavyo kimeiba kinachukua angalau 1 ya 10 kinaleta. Si ni afadhali hicho kuliko wewe bana? Pole, unisamehe kwa hilo. Lakini hebu jaribu kujilinganisha na hilo jamaa. Sasa hebu acha twende kumalizia neno la Bwana. Tukaconclude kwa kumuona kafiri. Tukamuone kafiri sasa. Hizi sifa zote ni za kafiri. Kwa maana kafiri ni mtu ambaye yuko kinyume na Mungu. Kuwa kinyume na Mungu ni kutoenenda sawa sawa na maagizo ya Mungu kiusahihi. Kuwa mpingaji wa mambo ya Mungu. Kusimama kinyume na matakwa ya Mungu au matakwa ya Yesu Kristo ndio ukafiri. Sasa tumwangalie vizuri kafiri. Hayo yote tumeyatafakari.
Sinaona ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Maanake kila aliye kinyume na mapenzi ya Mungu ni kafiri. Yesu Kristo ambaye ni Mungu, nafsi ya Mungu Mwana katika Utatu Mtakatifu wa Mungu, alisema kwamba mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama wewe hautaki kupitia kwenye njia ya Yesu Kristo ili uweze kwenda kwa Baba ambaye ndiye Yehova Mungu, muumba wa mbingu na dunia, manake wewe unapingana na maagizo ya Mungu na wewe tayari ni kafiri. Acha tukathibitishe kuhusu habari ya huyu kafiri. Ngoja tuangalie, fungua kitabu cha Yuda, usiende mbali kwenye sura ya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuangalie Yuda tu sura ya kwanza. Fungua kitabu cha Yuda sura ya kwanza. Halafu acha tusome mstari wa kwanza mpaka wa 7. Halafu tutamuona kafiri hapa. Kafiri. Si ndio kafiruna? Kafiruna. Tumuone kafiri. Halafu tumshauri atubu. Kuanzia leo asiwe kafiri tena. Nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo, Mungu wa Ibrahimu, kwa Isaka na Mungu wa Yakobo. Tega masikio ya rohoni. Neno la Mungu linasema, Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Mwongezewe rehema na amani na upendano. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wasioamini na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu, kama vile Sodoma na Gomora, miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja, na hawa wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Sasa haya maneno ya Mungu yote nimeyasoma, yote ni msaada katika somo hili la kumjua kafiri ni nani. Kwa maana lengo letu kuu leo ilikuwa ni kumjua kafiri ni nani. Halafu kila atakayejitambua kwamba yeye ni kafiri, tumshauri aweze kutubu, kwa maana neema imefunuliwa. Yesu Kristo anabisha hodi, anagonga, anataka umfungulie moyo wako ili aingie, akurekebishe, ili mradi kuanzia sasa umeelewa. Hata kulaumu kwa yaliyopita, atakusamehe na atakufanya kuwa wake kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Narudia katika mstari huu ambao unamwongelea vizuri huyu kafiri. Ni mstari wa 6, Yuda 1:6. Sikiliza, hiyo ni extraction, yani tunakachukua hako kwa sababu ndiko kamemwongelea saa moja kwa moja ili tumwelewe. Yuda sura ya kwanza mstari wa 6. Mstari wa 6, mnisamehe.
Naomba nirudie kusoma kidogo. Nitarudia kuanzia mstari wa 4. Kuna kitu kimenifanyia distraction kidogo. Kwa ni roho wa giza anakuja kuleta usumbufu, lakini hana bahati. Hawezi kufaulu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Huo ni mstari wa 4. Hiyo ni Wagalatia, ni Yuda sura ya 1 mstari wa 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Si ni watu wabaya hawa? Nyemera. Kama nyoka vile anavyoingia ndani ya nyumba, anajua kabisa hapa anaingia si pangoni mwangu, si mahali pangu. Ni adui hawa. Unaingia kwa siri kutafuta nini? Ni shushushu au ni jambazi, mwizi? Waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Unaona, hawa ni watu ambao waliandikiwa hukumu. Ni watu walioandikiwa hukumu. Unaona, makafiri. Kwa huu mstari ndio nilikuwa nimeutaka, mstari wa 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri. Sawa. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkataa yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Mona, hiyo ni Yuda 1:4. Ndio hao yeye huyu Paulo mtume anasema kwamba anatukumbusha, ijapokuwa tumekwisha kujua haya yote, kwa maana tayari ameyafundisha, kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri aliwaangamiza baadaye wale wote wasioamini. Sasa hapa tunaona kwamba hawa watu wanaomkataa Bwana Yesu Kristo, ambaye neno la Mungu linamzungumza wazi kabisa hapa kwamba yeye ndiye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani huyu Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye Mola peke yake yeye, lakini wao wanamkataa. Kwa hiyo mtu anayemkataa Bwana Yesu Kristo kuwa si Bwana wetu na si yeye peke yake ambaye ndiye Mola, kwamba yeye si Mungu, maana Mola ndiye Mungu, huyu mtu ni kafiri. Kwa hiyo ukimkuta mtu yetu yule ambaye anasema Yesu Kristo sio Mola na siye Bwana wetu pekee, ina maana huyo ni kafiri. Kwa hiyo kama wewe haumkubali Bwana Yesu Kristo katika viwango hivi, maanake wewe ni kafiri. Tubu, geuka, mrudie Mungu. Yuko tayari kukupokea. Onyo katika mstari wa 5 ni kwamba usipomkubali huyu Bwana Yesu Kristo kama kuwa yeye peke yake ndiye Mola na Bwana wetu, ina maana kama hao wengine awali ambavyo waliokuwa hawakuamini waliangamizwa, na wewe pia utaangamizwa. Je, unapenda kuangamizwa? Kimbia kwa Yesu upesi sasa hivi, haraka. Acha ukafiri, tubu, mkubali Bwana Yesu Kristo kuwa ni Mola wako, yeye peke yake, uepuke hukumu ya milele na usiangamizwe. Yesu Kristo Mungu wetu alibariki neno lake, na wewe akubariki. Na kwa kuwa umekubali kwamba Yesu Kristo ndio peke yake Mola wako na Bwana wako, Mwokozi wako, piga magoti mahali ulipo, vunjika moyo, fanyika kuwa tayari, chuni moyo wako kwamba unapokea msaada kutoka kwa Yehova, ili tuombe kwa ajili yako.
ili Mungu akakusamehe, akakusaidia, akakuondoeko hiyo imani potofu iliyokuwa ndani yako kwa miaka mingi sasa, na sasa akuwekee imani mpya, halafu hiyo imani ikakuletea mafanikio, ukayaone kwa macho yako ya mwili na roho. Katika jina la Yesu Kristo ninakwenda kuomba. Mtakatifu Baba mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, wewe ndiye Mungu wa baba huyo, wewe ndiye Mungu wa dada huyo, tena wewe ndiye Mungu wa binti huyo, na hata huyo kijana, hao vijana wote, Bwana mtakatifu, na hata yule hawa wote ambao wametamani sasa kwamba wabadilishe, wafinyange upya, wamekubali kwamba sasa walikuwa ni makafiri bila kujua, na huyu anasema alikuwa anajua, lakini alikuwa anafanya moyo kwa mgumu. Lakini anakushukuru kwa sababu ameipata hili neno lako siku ya leo. Ameshangaa, hakutegemea kwamba kuna neno kama hili ambalo limo katika maandiko yako matakatifu. Sasa amelipokea, amelipenda. Sasa Mungu ukamguse na yeye, ukamponye kwa damu ya mwanako Yesu Kristo, ukamfinyange upya, ukamponye wote hao, ukawaponye, ukawafanye kuwa wazima kiroho, wasiangamie hatimaye, katika jina la Yesu Kristo tunakuomba tukiamini, amina. Mungu akubariki sana, aendelee kukuimarisha katika imani yako ya kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye peke yake Mungu, ndiye peke yake Mola, ndiye peke yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mungu huyu akujalie kutuangamia, bali aje akujalie kupata uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, amina.